Sasa wakati niko njiani, katokea tu watu ghafla wakanikaba, wakanichoma visu humu kwenye mabega, wakanichanja humu mikononi, kunipush ule mmoja akanipiga chupa hapa kichwani, chupa ya konyagi. Kwa hiyo kuja S2KEYZ kwangu mimi namuona kama malaika. Innaka anta samiul alimu wa innaka anta tawwabur rahim wa innaka ghafurur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Septemba 24 mwaka huu, mtayarishaji wa muziki wa Bongo Flava S2KEYZ aliweza kumtembelea producer mwenzie Bacteria aliyelala chini kwa miaka 2 kutokana na kupooza sehemu ya mwili wake, na hii ni baada ya kushambuliwa na vibaka waliomvamia usiku wa manane alipokuwa akitoka kwenye shughuli zake za muziki huko nyumbani kwao Tanga. Bacteria. Kufika kwake S2KEYZ na kulileta jambo hili kwenye mitandao ya kijamii limeweza kupelekea msanii wa muziki wa Bongo Flava Diamond Platnumz kuweza kutoa msaada wa milioni zaidi ya 30 ili Bacteria aweze kupatiwa matibabu nchini India, mahali ambako madaktari walishauri endapo atafanikiwa kwenda basi kuna uwezekano mkubwa wa yeye kupona. Hela hii hapa jamani, katoa Diamond Platnumz Simba kwa ajili ya Bacteria. Sasa baada ya hayo yote, leo hii Ayo TV tumefika mpaka Tanga, na hii yote ni kukuletea taarifa zaidi juu ya huyu mtu, producer Bacteria. Producer Bacteria ni nani na ilikuwaje mpaka ikawa hivi? Tukaianza safari ya kuelekea kwao baada ya kufika Tanga, na wakati tumekuja kubisha hodi hatukuja wenyewe, tumepewa nguvu na Kwanza Oil, kampuni ya uzalishaji na uuzaji wa mafuta ya kupikia. Wao pia waliguswa, na kwa kuwa walikuwa na shughuli zao hapa Tanga, wakaona wasiache kupita kwa mgonjwa kwa ajili ya kutoa pole, na hapo ndipo tukaambatana nao pamoja mpaka nyumbani kwa kina Bacteria Magomeni Tanga, mahali ambapo anaishi na mama yake na bibi yake na ndugu zake wengine, nyumbani ambapo amekuwa mtu wa kulala kitandani kwa miaka 2 akiwa hawezi kufanya movement zozote zaidi ya kutengeneza muziki akiwa amejilalia zake chini. Kiukweli anatia huruma. Furaha yake iliporwa na vibaka waliomkaba kumuibia kwa kutumia nguvu na kumchoma visu vilivyompa ugonjwa wa kupooza mwili. Mimi jina halisi naitwa Othman Omar. Hilo ndo watu wananitambua hivyo kwa watu ambao nimesoma nao majina ya shule. Nilikuwa ninatoka studio ile siku. Toka studio mida kama ya saa 6. Ni mitaa ya mjini hapa Tanga, wanapaita barabara ya kwanza. Sasa natoka studio naelekea mitaa barabara 4 pale, kulikuwa kuna chumba nimechukua ule usiku niende nikapumzike pale, manake nilikuwa nimefanya kazi sana, nikahitaji kwenda kupumzika, ikabidi nichukue chumba niende nikapumzike pale. Sasa wakati niko njiani kukaribia kwenye ile eneo, wakatokea tu watu ghafla wakanikaba, wakanichoma visu humu kwenye mabega, wakanichanja humu mikononi, yani katika hali ya kuwa kama wananitishia wanahitaji vitu. Wakawa nimevaa sawa, akaivua, nilikuwa na hela, waliingia mifukoni wakachukua, nilikuwa na simu, bana wakachukua. Alafu katika ile hali ya kuwa wamechukua hivyo vitu, kunipush ule mmoja akanipiga chupa hapa kichwani, chupa ya konyagi, akanipiga nayo kichwani. Sasa ile chupa ilinifanya kama nikajikuta yani nimekata yani moto mwili mzima, naenda chini tu kama vile umekata mnazi, yani naenda chini. Sasa cha kushangaza zaidi, wale jamaa walikuwa wamechukua kila kitu, lakini hawakuridhika, wakanichoma tena visu migongoni, wakanipiga mateke mbavuni, kana kwamba ikapelekea sasa mimi mwili wangu wa chini ukawa hausensi. Muda huo nilishindwa kumove tena, maana jamaa pale walipokuwa wameniacha damu tu zilikuwa zikinitoka, wakaniacha alone, kana kwamba nikawa nikiomba msaada kutoka ile saa 6. Nadhani nimekuja kustuliwa na watu ilikuwa kama saa 9 hivi. Kwa wale jamaa ambao walikuwepo pale waliniambia tulikuja pale saa 9 tukakuona uko barabarani pale, mvua inanyesha na nini, ndio tukaita polisi na nini, wakakuchukua wakakupeleka hospitali. Kwa hiyo lilitokea kwa sababu ya shambulio la jamaa. Siwezi kusema ni vibaka au labda ni watu waliodhamiria kutaka kunifanyia hicho kitendo, sijui.
Uliona lengo lao la kwanza ilikuwa ni kuibia ama kudhuru? Mwanzoni walikuwa wakihitaji vitu kama hivyo, walichukua sana ninavyokuambia, walichukua pesa, wakachukua na vitu vingine. So ndio hivyo. Kwa mimi nilihisi hawa niwezi, lakini baadaye ndio hivyo wakaenda far. Pole sana kaka. Shukrani sana. Hiyo ilikuwa ni mwaka gani? Hiyo ilikuwa ni mwaka 2023 mwishoni. 23. Tarehe 23 ilikuwa. Na baada ya hapo nini kiliendelea sasa kuhusu afya yako? Jamaa walinipeleka Muhimbili. Tukafanywa vipimo pale Muhimbili. Ulitolewa sasa Tanga ukapelekwa Muhimbili? Pelekwa Dar Muhimbili. Make pale hospitali. Mpaka unatoka walisema baadhi ya vipimo vilikuwa haviwezi kuona changamoto yangu, kwa sababu wao walihisi itakuwa mimi uti wa mgongo wangu umevunjika, lakini uti wa mgongo haukuwa umevunjika, ila vile visu vilikuwa vimekata. Nadhani baadhi ya vitu huko ndani wenyewe wataalamu wanajua sijui vitu gani. Kwa hiyo wakawa wanashindwa kuona kwenye zile vipimo vyao, hivyo wakaniambia yanipasa mimi kuelekea Muhimbili kwa ajili ya kupata kujua nini kinaendelea. So nimefika Muhimbili hivyo, wakanipima, wakaniambia kuna mishipa inayopelekea mawasiliano kwenye mwili wa chini. Mshipa umepata injury, kama vile visu vilivyokuwa vinachoma, kama uliusumbua ule mshipa. Kwa hiyo wale jamaa wakaniambia matibabu ya namna hii yanaweza yakafanyika, mwili wenyewe unaweza ukaji heal kwa kutumia dawa fulani. Wakawa wamenipa zile dawa, akaniambia ukifika miezi 3 unaweza ukajikuta tu mwili wako umerecover kama kawaida, au hadi 6 unaweza ukarecover. Ikishindikana wakaniambia hivyo vitu vinaweza vikasaidika zaidi India. Yule daktari ndo aliniambia hivyo. Basi wakanipa na dawa, nikarudi zangu nyumbani, nikaanza kutumia dawa. Lakini sasa hapo kwenye kutumia dawa kukatokea changamoto nyingine ya vidonda vya kulala. Vidonda sasa ndo vikawa vinanisumbua sana vya kulala. Wenyewe naziita bedso. Ningeweza kukuonyesha, lakini zipo sehemu ambazo ni ngumu kidogo. Na vidonda ambavyo vilifikia pointi mwili unatoboka, unaweza ukaingiza hichi kiganja, unasafisha kidonda, hichi kiganja hichi kinapotea ndani ya kidonda. Kwa kafika pointi funza wakaanza kutoka, nikaanza kuogopa, nikaona vipi, mbona hivi nakuaje, ndo labda ndo ishakuwa hivyo tena. Lakini sikuchoka, nikaendelea kumomba Mungu. Bahati nzuri mzee wangu na yeye alikuwa ni mtu wa kunisaidia sana ku calm down kwenye situation. So ndo hivyo mpaka sasa. Nashukuru vimepona kiasi, lakini bado changamoto ni kubwa kulingana na hali yangu ya kimaisha na nyumbani. Kujitafutia ni changamoto. Mimi ndio mtu ambaye labda naweza nikasema pia nilikuwa nikileta tija katika upande wa nyumbani kwetu. Kwa hiyo kama hivyo unaweza kuona hapo mama, labda unaweza kutoka kamaona mama mwenyewe ni mgonjwa, yuko chini. Bibi yangu ni mgonjwa, yuko chini. Naishi tu na Odo, mama na bibi. Baba ni mtu wa kuja na kupotea. Kwa hiyo sana ndio hivyo sasa. Changamoto ndio hivyo sasa, imekuwa kwenye namna ya kusurvive na kuweza kukidhi mahitaji ya kila siku mbali na kula. Lakini kuna movement kama afya sasa yangu sasa. Kulingana na hivyo vidonda vilivyokuwa nikikuhadisia, kuna lazima kila siku uweze kupata huduma ya kusafishwa. Mwanzo ilikuwa kila siku tunabidi tuende hospitali, tutafute gari, tumlipe mwenye gari, tuende hospitali kwa ajili ya kufanya huduma za kusafisha kila siku. Lakini bahati nzuri tukapata daktari ambaye akawa anaweza kuja kutusafisha nyumbani. Basi tukawa tunapambana naye, yeye anatusaidia. Saa nyingine hatuna hela, ndio hivyo anatusaidia.
mpaka sasa hivi vidonda vilivyofikia ni nadhani sasa ni mwaka unaenda wa pili tukifika mwezi wa 11. Kwa uchungu ambavyo alikuwa akihadithia namna ambavyo story ilikuwa mpaka yeye kupata matatizo ambayo ameyapata, yaliwagusa zaidi kwanza Oili ambao licha ya msaada ambao walikuwa wamekuja nao, waliahidi kumlipia bili zote za maji kama sehemu ya kuipunguzia mzigo familia kutokana na kumuuguza yeye kwa muda mrefu. Kwa kuendelea kumshika mkono mwenzetu, kuendelea kumpa faraja, tunamwahidi sisi kama Kwanza Oili tutamlipia bili zako za maji zote. Naona nyumbani hapa kuna huduma ya maji. Sawa, na wewe kwa mazingira uliokuepo, maji kwako ni mahitaji makubwa sana. Kwa hiyo sisi tutafanya mawasiliano na wewe tuone namna gani tutalipa hizi bili za maji za mwaka mzima ambazo zitakuwa zinakuja kuanzia sasa. Kama nilivyokueleza hapo juu ya kwamba Diamond alitangulia kutoa msaada wake akiwa ni mtu wa kwanza baada ya Stukizi kumtembelea. Je, utaratibu wa yeye kwenda kupatiwa matibabu India umekaaje? Ilibidi nifahamu kama kuna mchakato wote tayari ambao umeshaanza, na hakusita kunieleza haya. Tuna mpango wa kutafuta movement za passport. Maona bana, kwa ndo hivyo tumeshia kwenye movement za passport, bado mambo yapo hapo. Okay, na hapo kwenye passport unakuwa nini? Kwa mimi nimeshafanya kila kitu. Nadhani hivyo vitu vingine vyote nimemwachia yeye bwana Zombi, kwa sababu aliniambia tu kuna baadhi ya vitu nivitafute, nikavitafuta kama nyaraka zile za kuzaliwa na vitu vingine ambavyo vinakuwa ni muhimu wakati wa kutengeneza passport ya kusafiria. Nimevifanya vyote, nikazituma nyaraka kwa huyo mtu ambaye alinipatia namba yake, nikavituma. Kwa hiyo sasa hivi nipo kwenye kusubiria yeye kaka atakuwa huko amemalizana naye vipi huyo mtu. Kwa kifupi inaonyesha kwamba kama likikamilika hilo jambo unaweza kwenda India na kupatiwa matibabu. Yeah. Kwa mimi tu naweza nikasema tuombeane tu Mungu ndugu zangu, kwa sababu kupata namna ya kwenda kwenye matibabu ni swala la kwanza, lakini kwenye masuala mazima ya kwenda kutibika ni swala la pili. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba Mungu na waomba ndugu zangu ambao mnanitazama, yani katika hali ya tuombeane Mungu. Changamoto nilionayo ndo kama hivyo, inanikosti kwenye namna ambayo ya kujiendeshea mwenye maisha yangu. Unamwambia nini Stukizi? Stukizi mimi kuja kwenye haya maisha nikasema ni kama malaika hivi. Nikasema ni kama malaika hivi amekuja kwenye haya maisha, maana nilihaso sana kutafuta hiyo kusaidika. Nimeomba sana, nimehaso sana kutafuta watu ambao naamini wanaweza wakanisaidia. Nimewashirikisha sana hisia zangu, lakini zikawa zinagonga tu mwamba. Kwa hiyo kuja Stukizi kwangu mimi namuona kama malaika. Licha ya kulala chini kwa miaka 2, lakini bado hajajikatia tamaa. Amekuwa akitayarisha muziki wake kwa kulala tena kitandani, na hiyo yote imekuwa ikimpa faraja vile ambavyo amekuwa akiona wasanii au wadau mbalimbali wa muziki wakimtembelea kwa ajili ya yeye kuwafanyia muziki au kutayarisha muziki. Na kwa uzuri zipo kazi ambazo tayari amezitayarisha akiwa amelala hapa kwenye kitanda. Ilinibidi nifunge hivyo vifaa hapo ili kuweza kuaccess yani kuweza tuseme kupata movement ya kuweza mimi kuingiza chochote kitu ili kuweza kufanya maisha yaendelee, unaona. Kwa sababu hapo unaona kuna daktari anakuja kunisafisha. Akija yeye mwenyewe unaona anakusafisha hapo, kuna wakati mwingine hata kiela, lakini unajisikia aibu kuona anakusafisha alafu umpi kitu. Kifupi una rekodi hapa. Yeah, nishafanya, watu wanakulipa. Yeah, watu wananilipa. Mfano mtu akija kurekodi wimbo hapa inakuwa kama gharama gani kwa bei ya kawaida? Kwa sasa hivi nimekuwa sijaweka kima maalum. Huwa wanamfanyia mtu kazi kwenye namna kumwambia utachangia hizo movement. Kwa unakuta kuna mtu mwingine umemfanyia kazi, akimaliza anaweza akakupa labda laki, kuna mwingine anaweza akakupa zaidi ya laki, kulingana na kila mtu na namna ambavyo anayaface maisha yake kwa namna yake. Nafanya kwa sababu nahitaji kuweza kumudu hizo cost.
Bakteria anatamani sana kusimama, anatamani sana kutembea miongoni mwa dua zake kubwa ambazo kila siku amekuwa akimlilia Mungu. Niseme ndugu zangu, nawapenda sana kwa vile ambavyo mnanisapoti bila kuchoka. Mwenyezi Mungu aongezee kwenye kila mnachotoa, kwa sababu mnaonyesha moyo wa kuguswa na moyo wa binadamu zaidi. Kwa mimi naamini Mwenyezi Mungu atawalipa zaidi hata maneno yangu mimi. Sema tu kwa mtu kama Diamond, namwombea Mungu kila nikiswali Estukiz, namwombea Mungu kila nikiswali, nikifanya swala zangu naombea sana Mungu awafungulie sana mambo yao na awabless sana. Uliwahi kufahamiana na Diamond before? Hapana. Naamini kwa sababu Estukiz ndo aliguswa akafanya hivyo. Yeah. Huyo ni producer Bakteria, na hii ni sehemu ya historia na kile ambacho kimemtokea kwenye maisha yake. Kinasikitisha, na kwa kuwa anahitaji msaada na mchakato wa kumsaidia umeshaanza toka ambapo ulipoanzishwa na producer Estukiz, basi tunamwombea kila laheri, taratibu zikamilike ili aweze kwenda India kwa ajili ya matibabu na kupona. AyoTV imeanza na update hii. Itaendeleza mwendelezo wa update nyingine mbalimbali kumhusu Bakteria na mengine mengi ambayo utahitaji kuyafahamu. Mimi ninaitwa Vidox na nilikuwepo na mtayarishaji wangu Dice TZA.